Kumekuwa na mjadala juu ya kiasi ambacho kinapaswa kutunzwa nyumbani licha ya kwamba haupo mwongozo ama sheria mahususi inayotamka ukubwa wa kiasi ambacho hupaswi kukihifadhi ndani. Sasa mjadala huu umeibua maoni mseto juu ya kiasi gani cha kukaa nacho nyumbani. Sasa tupo hapa kwa ajili ya kuweka msawazo ama kupita kwenye ule mjadala ambao unaendelea, watu wakiwa na maoni mseto, mitazamo tofauti juu ya hilo. Lakini kwa kuwa tumemwalika mwanasheria pamoja na mchambuzi wa masuala ya uchumi, tutalizungumza hilo, na baada ya hapo bila shaka tutapita ama tutatoka na hoja moja, hoja ambayo bila shaka ambao unatazama sasa hivi kwa maana ya wananchi, kwa maana ya mamlaka, serikali na wadau mbalimbali, pengine huenda kuna hoja ambayo wataibuka nayo kutoka kwenye mjadala huu wakati huu wa Morning Trumpet. Sasa tupo hapa na wakili Emmanuel Ukashu kuzungumza naye kuhusiana na swala hili hasa kwenye msingi wa kisheria. Karibu sana. Asante sana. Kabisa. Lakini Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi, naye yupo hapa. Karibu mno. Asante sana Rich. Heri ya mwaka mpya. Unajua nyote wawili ndo tunaonana tangu mwaka jana. Kitambo. 2025. Hivi ni mbali sana Hii 2026 tangu mwaka jana. Tena hii ni wiki ya pili ya Januari. Na Januari imekaa muda mrefu. Mara ya mwisho kutana na hili ya mwezi wa 11 mwaka jana. Kitambo. Sasa mwezi wa 11. Heri ya mwaka mpya. Asante sana Gula. Asante sana Hilda. Shazoea Hilda na Good Luck. Hakuna neno. Asa Good Luck yuko nyumbani anatumwa dukani bila sasa na anaweza asiende yeye. Akatoa pesa afu akatumwa mwingine. Bwana, karibuni sana. Tujadili kusana hili. Upo mjadala ambao umeibuka kwenye mitandao ya kijamii, watu wamekuwa na mitazamo tofauti. Sasa wakati mwingine taarifa za kwenye mitandao ya kijamii huenda zisiwe sahihi, lakini zikatengeneza mwitikio mkubwa, watu wakiamini hivyo. Watu wanaamini kwamba kuna ukomo wa kiasi cha kumiliki kukiweka ndani. Nianze kwako wakili Ukashu. Mwongozo unasemaje? Kuna kikomo? Kwanza katika nchi yetu ya Tanzania hakuna sheria mahususi inayotuambia kwamba ni kiasi gani cha fedha ukae nacho nyumbani. Huo ni msingi ambao lazima Watanzania tuuelewe. Lakini kuna namna ambapo ukitaka kuhamisha fedha kuna ukomo wake. Ukisoma kanuni iliyotengenezwa kwenye sheria ya utakatishaji fedha ambayo ni kanuni kuhusu, kwa Kiingereza nadhani imekuu vizuri, nasema kuhusu transfer of cash and transfer electronic regulation 2019 au jinsi ya kuhamisha fedha taslimu na fedha za kielektroniki. Ukisoma ile kanuni ya 5 imeainisha kwenye tafsiri ndogo ya 4 kwamba wameweka kikomo kwamba uwezi ukawa na unahamisha dola 10,000 dola 10,000 bila kuwa na maelezo. Maana kama nikitaka kutafsiri dola 10,000 kama milioni 20 na kitu. Maana kama unataka kuhamisha zile, sasa pale ndio sheria imekwambia kwamba lazima utoe maelezo. Na ukiwa na keshi ya 1,000 ikizidi wanatakiwa utoe maelezo kwamba kwa nini unahamisha hizo hela zinapelekwa mbali. Sasa baada ya msingi huu ni kwamba dhanio ni nini? Dhanio la kwamba la kutoa maelezo ni kwamba kwenye dunia ya leo kuna makosa ya kimataifa tunaita organized crimes ambazo kama ugaidi, kama utakatishaji fedha, mambo ya kufanya madawa ya kulevya, hayo yanahitaji fedha cash. Sasa hofu ni kwamba ukiwa na hizo fedha nyingi una uwezo wa kufanya mambo mengi makubwa na ya athari. Kwa hiyo ndio maana wanakulazimisha kwamba utoe maelezo kama unazihamisha hizo transfer. Lakini vile vile mchumi atanisaidia pia kwenye kanuni za kiuchumi ni kwamba mtu anaweza akawa na B2 leo kwenye akaunti akazichukua zote, manake ni kwamba kuna watu watakosa fedha kwa wakati huo, au utafanya uchumi usistabilize ukayumbisha. Kwa hiyo hiyo ndio misingi na nadharia, ila kwa kiwango cha fedha cha kuwepo nyumbani hakuna ukomo. Na imeainishwa kabisa kwamba fedha unazokutoa nazo cha muhimu ni kutoa maelezo. Na mimi najua kuna watu wengi sana waweka hela benki
Wengine wanasema naogopa riba, wengine wanasema mimi lazima nakalazo nyumbani, wameweka masefu nyumbani. Kwa hiyo hamna ile nadharia ya sheria. Na hili lazima Watanzania waelewe. Kwa hiyo ile propaganda kwamba wewe unatakiwa ukae nyumbani na milioni 10, sijui unatakiwa sizidi shilingi ngapi, hapana. Na ila ukikutwa na hizo fedha unatakiwa uweke maelezo kwamba jamani, hizi fedha nilizipata kwenye biashara fulani, nimedeclare interest, nilifanya hiki, kipato changu ni hiki, nimeweza kuwa na hizi hela, nimeamua kuhifadhi nyumbani kwangu, labda nataka kesho nikafanya manunuzi au kadhalika, nataka niende nisafiri nje ya nchi. Kuna mwongozo wowote wa utunzwaji wa fedha taslimu nje ya mfumo wa benki? Kwa Tanzania ilivyo, tokea tumeingia kwenye mambo ya TCC, hizi mambo ya interbank system na nini, hatujawa na mwongozo rasmi kwamba hata kwenye sheria kwamba unatunza fedha kiwango gani. Sema tu ni kwamba wanavyotaka kuzicontrol hizi fedha, ndio pale alipokuwa tunabadilisha fedha benki kuu tunabadilisha fedha ili wewe ulizo nazo nyumbani uende ukazipeleke. Ili kusudi sasa kama wakishagundua kwamba kuna michezo michafu, huwa benki kuu kwa mujibu wa kanuni zao wanataka sasa tunabadilisha taslimu fedha. Ili kusudi kama una fedha zako hizo, sasa kama unajaribu kuzibadilisha maana hazitatumika. Kwa hiyo ndio njia pekee ambazo wanatumiaga, lakini kwa minajili kwamba ukiwa nyumbani na milioni 100, milioni ngapi, hamna. Ila kikubwa tu ujieleze. Kutoa maelezo kuna akisi kwamba wewe ulikuwa unataka kufanya uhalifu. Kwa sababu yale makosa leo kutajia dunia nzima sasa hivi tunaingia kwenye mikataba ni kwamba ni makosa ya uhalifu wa kidunia, organized crime. Yote yale yanahitaji hela cash. Kwa hiyo ukiwa na hela cash nyingi, unaweza kusema mtu anataka kufanya ugaidi, haende benki ile kudraw hela. Hata draw hela atakuwa nazo nyumbani. Ili akitaka kufanya chochote anahamisha kama ana begi la nguo. Walter, kwa tafsiri ya uchumi, uhifadhi wa fedha unaweza kuathiri kwa namna yoyote ile uchumi, kama ni nyumbani, benki ama maeneo mengine? Ukweli ni kwamba Hilda, ikiwa kwamba especially wale ambao wana vipato vikubwa wakihifadhi fedha zao majumbani, kuna athiri kwa kiwango kikubwa uchumi, hasa tunapozungumzia mzunguko wa fedha. Kwa sababu unapoenda kuziweka fedha benki, tuseme kwamba umeweka bilioni 2, bilioni 3 benki, huwezi kuzitumia kwa siku moja wala kwa mwezi mmoja. Maana yake ni kwamba kuna kipindi ambacho utakuwa unatumia kidogo kidogo kuziingiza kwenye mfumo wa kibiashara. Na katika mazingira hayo kuna ruhusu pia benki kuweza kutumia zile fedha, kwa mfano kukopesha wengine ambao pia na wenyewe watazichukua hizo fedha na kuziingiza kwenye mzunguko. Lakini vile vile kumbuka, hata kwenye mabenki serikali inaenda kukopa pia. Kwa hiyo hata wenyewe watakapokopa watapata fedha kwa ajili ya kuendesha miradi mbalimbali. Kwa hiyo ikitokea kwamba fedha nyingi zimehifadhiwa majumbani, maana yake ni kwamba ule mzunguko wa fedha ndani ya nchi unapata kuathirika kwa kiwango kikubwa. Nikupe mfano mzuri. Naweza kafikia kipindi unasikia kwamba tuna shida ya dola nchini. Lakini sio kwamba, lakini utashangaa kuna wafanyabiashara wengine wana dola kwa sababu wamezihifadhi majumbani. Lakini kama zile fedha zingekuwa zimewekwa benki, maana yake ni kwamba kungekuwa na namna ambavyo ile fedha ingekuwa inazunguka na kila mtu akaweza kupata ile fedha na kuweza kufanya biashara, na hivyo kuweza kupunguza ule ukwasi ndani ya nchi. Kwa hiyo watu kuweka fedha majumbani, hasa viwango vikubwa vya fedha, vinaathiri sana uchumi. Na ndio maana kama alivyosema wakili kwamba unapokutwa na fedha nyingi lazima uzitolee maelezo, hata kama sheria inakuruhusu kuwa nazo, lakini lazima watakapohitaji maelezo ya hizo fedha basi uweze kuwapatia hizo fedha, kwa sababu pia lazima waambie pamoja na kwamba una hizo fedha pia umeweza kulipa kodi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo lazima kuwe na maelezo ya kutosha, na wakati mwingine unapokutwa na fedha nyingi kama zile ndio unahitaji pia msaada wa wanasheria ili kuweza kukusaidia kusimamia, otherwise zinaweza zikataifishwa na serikali endapo utashindwa kuzitoa maelezo ambayo yamenyooka. Athari ya kiuchumi moja kwa moja inaweza kuwa ipi pale ambapo watu wanatunza kiasi kikubwa cha fedha nyumbani? Athari ya kiuchumi ni kama hiyo inayosema, kwanza inaathiri katika huo mzunguko wa fedha katika nchi, lakini vile vile inaweza kuathiri sekta za kifedha. Tukizungumzia kwa mfano mabenki, taasisi za kifedha kama hizo zinaweza kuathirika pale ambapo kila mtu atakuwa anaweka fedha zake majumbani, kwa maana ya kwamba sasa kama kila mtu ameweka fedha yake nyumbani, hizi taasisi zitakuwa zinafanya kazi gani? Hazitakuwa na kitu kingine. Lakini jambo lingine pia ni mapato.
kwa sababu kumbuka, unapoweka fedha benki, maana yake ni kwamba benki kule kuna wanalipa kodi kutokana na ile fedha, watalipa kodi, lakini vile vile ile fedha kuna makato ambayo yatafanyika, na hayo vyote hivyo kuna namna ambavyo kodi inaingia serikalini. Lakini fedha ile inapoenda kuwekwa nyumbani, maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo serikali itakuwa inakosa mapato yake. Kwa hiyo kuweka fedha ile, maana yake ni kwamba hata pato la nchi na lenyewe litapata kuathirika kwa kiwango fulani, kutokana na kwamba kuna fedha ambayo imewekwa chini ya uvungu ambayo haionekani katika mzunguko wa kifedha katika nchi. Yes. Wakili Ukashu, kwa hoja hii ya Walter Nguma kwamba ukitunza fedha nyingi nyumbani unaathiri mzunguko wa pesa, hivyo unaathiri uchumi wa nchi. Tafsiri hiyo ni kama ipo hoja ya msingi kuwa na sheria ambayo itatamka wazi kwamba ni marufuku kukaa na kiasi hiki nyumbani. Ni kweli, nakubaliana na hilo, kwa sababu kwanza unajua Tanzania kwa kipindi dola iliadimika mpaka benki kuu ikatengeneza kanuni za kuhusu kuwa na dola, kwamba isipite kiwango fulani cha kuwa na dola. Changamoto ni kwamba ukitengeneza hii sheria Tanzania ni watu ambao wafanyabiashara wengi wakubwa wanaongoza kuwa na cash. Tuchume tu hapo Kariakoo. Kariakoo sisi wengine mawakili tuna wateja. Mteja anakwambia nimeenda kwa ndugu yangu pale amenipa milioni 50 cash, amenikopa, nitamrudisha baada ya wiki 2. Hawana mkataba. Sio, umeelewa? Lakini pengine hapeleki nyumbani kwenda kuzitunza. Amechukua zile hela, sababu unakuwa na hela cash, haijalishi upo nyumbani. Hata ukiziacha kwenye biashara yako pale, uko na hadi wewe una nini, umeacha zile cash. Kazi imekaa tu. Bado ni the same, bado implication inakuwa ni sawa. Implication bado ni madhara ni sawa. Ni kweli ni muda mwafaka, lakini wakati unaopatikana ni kwamba ukiruhusu kutengeneza sheria, utekelezaji wake utakuwa ni mgumu, na utegemee watu wengi watakuwa wanatafuta namna ya kukwepa kodi. Utatengeneza sheria nzuri, watu watakuja na document nyingi za kukwepa. Kwa mtu sasa atakuwa anaenda benki, atakuwa anatafuta kuchonga nyaraka au kufoji nyaraka za kuhalalisha fedha alizonazo nyumbani. Kwa hiyo utakuta umetengeneza tatizo jingine kubwa zaidi. Sio kwamba watu hawaoni hii shida. Bora sasa hivi uache sheria ya utafiti fedha isimame, na kanuni pamoja na kanuni zote za benki kuu ziende kusimama, kwa sababu zitatusaidia kidogo kupunguza hili shida. Lakini ukitengeneza sheria Tanzania, nikwambie, kesho kutwa utashangaa watu wameshapata akili ya kukimbia sheria. Na hapo Walter, nataka kufahamu sababu ambayo tunazungumza sasa hivi, ukuaji wa teknolojia, fedha za kidigitali, uchumi huu wa kidigitali, kwa nini haishawishi kutumia zaidi fedha huko? Swala ni sheria zilizopo ndizo ambazo zinawafanya watu wengi kutokwenda kwa mfano kwenye mabenki au kuweka kwenye hii mifumo mingine ya kidigitali. Kwa mfano sasa hivi ukienda benki ukawaambia nahitaji milioni 10-15, kwa haraka tu simu zitapigwa pale, utazana unafanya uhaini. Yaani meneja sijui utaitwa kule, utaitwa huku, utafanya hivi, kujazajaza tu mavitu mengi wapate uhakika kwamba hii fedha kwa jini, mbona unachukua hela nyingi namna hii, yaani maelezo mengi. Sasa kuna wafanyabiashara ambao cash flow yao ni kubwa. Yaani ukiangalia anahitaji kufanya biashara wakati mwingine wa shilingi milioni 50 kwa siku, milioni 100 kwa siku, na hahitaji maelezo yoyote. Yaani ni pesa itoke iende. Sasa kutoa fedha kama hiyo ndani ya benki inakuwa ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo mtu kukwepa hivyo vikwazo, kukwepa hivyo vizingiti, anaona ni afadhali niweze kuwa na hii fedha pale ambapo inahitajika, ninafanya nini? Inafanya matumizi yangu. Na kwa nini kunakuwa na huo ugumu ambao unakuwepo? Huo ugumu unakuwepo kutokana na sheria ambazo zimewekwa na Benki Kuu ya Tanzania. Unajua hizi benki nyingine zinafanya kazi kwa kulingana na sheria ambazo zimewekwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo Benki Kuu ya Tanzania ikilegeza na hizi benki nyingine zitalegeza. Kwa hiyo ni utaratibu tu, lakini vile vile ni kutokana na alivyosema wakili pale mwanzoni, baadhi ya mambo ndio ambayo yanafanya hizi taasisi kuweka sheria kali, kwa sababu mtu kama akiwa na uwezo wa kutoa milioni 100 kwa siku, milioni 50 ndani ya benki, maana yake ni kwamba unaweza kuruhusu utakatishaji wa fedha kufanyika kwa kiwango kikubwa ndani ya nchi, lakini vile vile masuala ya ufisadi na kadhalika kama hayo yanaweza kufanyika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba kuweza kufanya transactions za fedha nyingi kiasi hicho, unakuta utaratibu unakuwa ni mkubwa sana, ili angalau kuweza kujiridhisha kwamba fedha hii
inakopelekwa ni sahihi na ama inakopelekwa siko sahihi. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba sheria hizo zinakuwa zinasimamia. Lakini kwa mfanyabiashara, yeye yupo kwenye mchakato wake wa biashara. Mfano wa Kilukashu amesema kwa mfano Kariakoo inawezekana watu wakazimana pesa, lakini tayari wapo kwenye shughuli za biashara na si kuhifadhi kama kuweka kwamba naweza nikawa na shilingi milioni 50, nasema hizo acha nizitunze nyumbani. Kwa nini nitunze nyumbani na kwa nini zisikae kwenye mifumo rasmi ya fedha ama niende kuwekeza? Hapo nikuambia kitu kimoja ndugu yangu. Na kakangu Walter hapa anajaribu kueleza kuna kitu ambacho namuelewa kakangu Walter na mimi mwenyewe nakubali. Najua tukiwa hapa tunaongea ni nadharia. Ila kwenye field huko tunapokutana na wateja wetu, mambo wanayoyafanya ni tofauti na tunayoongea. Labda nikuambie kitu kimoja. Hakuna kitu ambacho kinamuumiza mfanyabiashara kama kulipa kodi. Yaani kitu ambacho kinamuumiza sana. Hilo la kwanza. Pili, hakuna kitu ambacho kinamuumiza mfanyabiashara kama kanuni zilizowekwa za fedha. Anafikiria mimi nimetafuta hela yangu. Unaambiwa leo hii ikipita transaction hapa unataka ukatwe kiasi fulani. M-Pesa tu wenyewe. Mimi kuna wafanyabiashara wenyewe wanataka kutumia M-Pesa. Kwa sababu M-Pesa anakuambia wewe M-Pesa unatumia milioni 2. Unakatwa karibu 8,000. Kwa maana kwenye baadhi ya mifumo hii. Sasa kwa siku atafanya transaction ngapi? Na kuna urasimu wa hizo sheria, sababu unaambiwa kwa siku kwa M-Pesa milioni 5. Item ukitaka kutoa mwisho milioni 5. Ndani ukitaka kwenda kwenye ile ndani kule ndani kutoka keshi mwisho milioni 15 mpaka 20 kama ni mfanyabiashara. Na baada hapo kuna approval form ya kudeclare ambapo branch manager atakaye. Sasa kwa nini huko ndiko? Sasa unaona mzigo kama hayo. Sasa mfanyabiashara anafikiria mimi sijasoma au mimi nimesoma. Naenda kutoka milioni 50. Nafika pale kwa nani? Kwa branch manager nakaa pale kwenye waiting na approve milioni 20. Alafu nataka tena nasema nataka milioni 50, nataka nije mara 3 benki. Milioni 20 tena kesho. Sio kwa mara moja. Sio kwa mara moja. Kwa huo urasimu wa hizo sheria ambazo zimetungwa kwa nia njema ndizo zinafanya wafanyabiashara wengi kuwa na hela nyumbani. Na sio vitu kwenye kuboreshwa hizo. Hakuna hoja ya msingi ya kuboresha hizo kanuni. Zile sheria zina maslahi mengi. Ukiziboresha zile sheria, serikali itakuwa inapoteza. Kivipi? Kwanza itapoteza kodi, pili itapoteza pale ambapo uchumi unayumba, utashindwa hata kutaka kustabilize kukopa. Kwa mfano, kuna wakati sheria kwa serikali inahitaji labda tuseme, kuna wakati mambo ya projects zimeenda nyingi. Anataka kukopa labda kwenye benki tulipe wafanyakazi kwa wakati mmoja tutailipa mwezi ujao. Sababu serikali inakopa na inakopesheka. Ndio. Sasa unakuta anataka kufanya ile transaction anakwama kote. Na ndio maana na anayetengeneza hizo kanuni au hizo sheria ni serikali. Na serikali haijawahi kuwa serikali ya ajabu kwamba inatengeneza kanuni ambazo hazijawahi kumbenefit yeye au sheria ambayo haijawahi kumbenefit. Ukiona sheria imeenda bungeni, unajua kwamba serikali imeshapima kwamba sisi hatuathiriki na sheria. Sheria pekee ambayo inaenda bungeni kwa nguvu na baadaye ikawa inaathiri baadhi ya watu ni sheria za Magufuli za kuhusu rasilimali na nini zile. Lakini nyingine zote huwa zikienda zimepitia mchakato mwingi na serikali ishaona masuala yetu hapa tunalindaje. Sasa hapo unapoelewa kwamba ni ngumu sana kwenye dunia ya leo wafanyabiashara kuweka hela kwenye benki. Kenya Kenya wameka kitu moja kizuri sana. Unajua Kenya hizi M-Pesa na nini ni zero rate. Zinatumika kwa kiasi kikubwa. Alafu ni zero rate ukatwi. Hizi au ukatwa hata tozo. Yes. Kwa Kenya. Alafu ameenda mbali zaidi hata kwenye benki kuna grade ya benki unataka wewe. Kama mimi hapa labda nahitaji labda premium. Mimi ni mteja wa premium, mimi na draw kwa siku milioni 20, milioni 100, milioni ngapi. Wanakupa hadhi hiyo bila kukubugu hivi. Na watakuwa wanajua kwamba kwenye miongoni mwa wateja wetu kwenye benki branch huyu anahitaji hichi kiasi kwa kiasi fulani kwa kipindi hiki. Kwa hiyo anapiga tu simu kwamba I'll be coming to bank leo mchana. Kwa tayari yule branch manager anaanza kutafuta hela yake kumpa. Umeelewa? Hizo coordination. Ndio maana unaona kama Kenya mtu akaenda hela nyumbani. Kwa sababu kuna favorable environment au kaina hela nyumbani. Na uchumi wao mkubwa pia unabebwa na hiyo miamala kwa njia. Lakini sisi kwetu sheria zetu haziko rafiki. Kwa hiyo njia kukwepa ni kukaa na hela nyumbani. Sisi tunakutana na wateja mmoja anakuambia zifanywe ziwe rafiki. Sasa kufanya kwa rafiki ni kwamba ni ngumu kwa sababu nimekuambia kwamba serikali ikitengeneza sheria. Kenya na sisi tuna historia tofauti. Kenya ni wabepari. Wale ni capitalist. Wa muda mrefu. Wale mabepari. Sisi hapa ni wajamaa. Sasa mfumo wa ujamaa na biashara
ni ngumu sana. Yaani bado sisi tuna hiyo aluri ya ujamaa. Ndio maana mtu anakuambia kwamba, ndio maana mtu anaweza akaamka nyumbani kwake akaja kwako Richard akakwambia naomba niazime 50,000, najua unayo au una. Lakini Kenya huwezi kwenda kumwambia mtu naomba ni 50,000 anakuambia ulinipa nini? Hiyo uliweka au umefanya kazi gani? Na wote katika kujifunza pia kutoka mataifa mengine, amegusia hapo Kenya, ipo ndani ya Afrika Mashariki. Unaona katika mataifa tofauti kile ambacho kimefanyika kuwezesha hili, hasa matumizi ya fedha kidigitali, nini ambacho cha tofauti kimefanyika? Cha tofauti kipo. Sisi tuna baadhi ya nchi ambazo tunafanana nazo. Ukiangalia kwa mfano Uganda, tunafanana kwenye baadhi ya hizi sheria zinazosimamia masuala ya kifedha, na hasa zile nchi ambazo zimepita katika mfumo wa kiujamaa. Mfumo wetu wa usimamizi wa masuala ya kifedha unafanana sana, lakini ukiangalia ni kwamba tuna mambo mengi pia ya kujifunza kwa ajili ya kuendelea kuboresha mifumo yetu ya kifedha, kwa sababu utamaduni wa kukaa na fedha nyumbani sio utamaduni mzuri, hasa katika namna ya kuweza kusema kwamba unataka kutengeneza uchumi endelevu katika taifa lako. Ni vizuri kuhakikisha kabisa kwamba wananchi wanaweka fedha katika mifumo ambayo ni mifumo rasmi ya uwekaji wa fedha. Ndio maana unaweza ukashangaa kwamba watu wako rahisi kuweka fedha kwenye upato kuliko benki. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kwamba ni makosa gani ambayo tunayafanya au hizo mkoba au nini? Kwa nini wasiweke kwenye kwa nini wasiweke kwenye mabenki? Kwa hiyo ni vizuri kuweza kurudi nyuma na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kufanya marekebisho ya kisheria ili watu wengi waweze kuweka fedha zao benki, kwa sababu kama unataka kwenda kwenye cashless economy, kwamba watu wasitumie fedha, watumie zaidi cards na transactions kama hizo, mifumo ya kidigitali, lazima uweze kufanya mabadiliko ya kisheria ili uweze kuruhusu huyu mtu aweze kutumia kiwango kikubwa cha fedha kupitia mifumo ambayo iko rasmi. Nikwambie leo kuna watu ukienda kwa mfano Kenya, ana uwezo hata kununua gari kupitia tu simu. Anafanya tu transaction kwenye simu na ananunua gari. Lakini angalia hapa kwetu, mchakato wake huwezi kufanya hiyo kitu, kwa sababu kutoa hiyo fedha kwenye simu ni ngumu sana. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia kwamba ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukaweza kuambatana vizuri na huu uchumi wa kidigitali, kwa kuweza kuhakikisha kwamba hizi sheria zinazosimamia masuala ya kifedha katika nchi yetu zinaweza kukaa vizuri zaidi. Na nikwambie kwa mfano sasa hivi wafanyabiashara wengi wanakuwa na fedha nyumbani kuliko miaka mingine yote. Kwa sababu gani? Wakati ule ilivyotokea kuadimika kwa dola nchini, walipata shida sana. Wengine walishindwa kuagiza mizigo, wengine walishindwa kukamilisha baadhi ya shughuli zao ambazo washazianza, kutokana na kwamba kuliwekwa tena sheria nyingine juu kwamba unataka kutoa hela benki usitoe zaidi ya hii. Kwa hiyo ndio maana kwa dola ni kiasi fulani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata kama wewe ni mfanyabiashara mkubwa kiasi gani, kwa wakati ule ulikuwa huwezi kutoa dola zaidi ya kiasi kile ambacho kilikuwa kimewekwa. Kwa hiyo watu wengi wamejifunza, wakaona kwamba hili kama lilitokea haimaanishi kwamba miaka miwili au siku za usoni halitatokea tena. Kwa hiyo ndio maana wengine wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuweka hela nyumbani. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kurekebisha mifumo yetu na sheria zetu ili watu wengi wakawa na huo utamaduni wa kuweka fedha kwenye taasisi ambazo ziko rasmi kisheria. Ukiangalia kiwango cha walipa kodi kwa hapa nchini, bado kuna baadhi ya shughuli hazijarasimishwa, kwa hivyo pia hilo linakuwa linashindikana. Unaona ni miongoni mwa sababu pia katika hilo? Haiwezi kuwa sababu. Unajua ukiwa umepata jipu kwenye kidole kimoja usikate mkono mzima. Kwa sababu kwamba kuna watu wachache, hiyo iko hata duniani kote. Yaani biashara ambazo watu wanafanya na bado hajarasimishwa, hiyo ipo, lakini isiwe ni sababu ya wale ambao wamesharasimishwa kuto kupata hiyo haki. Kwa hiyo usiwanyime haki wengine kwa sababu ya kwamba kuna wengine ambao hawajarasimishwa. Lakini pia ukumbuke kwamba kama kukiwa na mazingira ambayo ni mazuri zaidi, maana yake ni kwamba huyu ambaye hajarasimishwa atavutiwa zaidi na hivyo kuweza kuirasimisha biashara yake, na mwisho wa siku kila kitu kikawepo kwenye mstari ambao upo. Ni kweli kwamba bado kuna kazi kubwa ya kutoa elimu kwa Watanzania juu ya namna ya kurasimisha biashara zao, lakini pia
iko kazi kubwa pia ya kuendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mazingira rafiki zaidi ya hawa ambao hawajaingia kwenye mfumo huu waweze kuingia kwenye hii mifumo. Ikitokea kwamba waliorasimishwa watakuwa na malalamiko mengi sana, maana yake ni kwamba huyu ambaye hajajirasimisha anaweza kuona kwamba kumbe mimi niko kwenye mazingira mazuri zaidi kuliko huyu ambaye amerasimishwa. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba huyu ambaye amesharasimishwa, huyu ambaye analipa kodi, tumwekee mazingira mazuri ambayo yatawafanya wale ambao hawajarasimishwa waweze kurasimishwa, ili kila kitu kiweze kuwa kwenye mfumo ambao umenyooka. Mimi bado concern yangu ipo kwenye hoja ya uchumi wa kidigitali. Tunahitaji Kenya hapa, tunaisifu kwa kuweza kwenye hilo, na kwenye mitandao ya simu kwa hakuna makato, sio? Mpaka kununua parachichi Kenya unaweza kununua kwa simu. Sasa najaribu kuwaza, tupo kwenye dunia ambayo watumiaji wa simu wameongezeka, wamekuwa wengi. Tafsiri yake unaweza pia kumrahisishia huyo mtumiaji wa simu kuwa na uwezo wa kununua popote alipo. Sasa kama tunaweza kumrahisishia mazingira ya popote alipo kununua, kwa nini tusiruhusu ama kuweka sheria na miongozo kwamba kwenye hii mitandao ya simu ambayo wanatumia kufanya transactions kusiwe na hayo makato makubwa kiasi hicho, kwamba inawezekana, kwa sababu unaweza kukusanya mapato kwa watu wachache lakini akawa makubwa na usifikie lengo, lakini ukakusanya mapato madogo kwa mtu kidogo kidogo lakini kwa watu wengi, pengine ukatengeneza kitu kikubwa zaidi. Richard, labda nikwambie kitu kimoja. Wakati tumeanza kutengeneza kanuni za tozo, ilianza kama utani. Watu wakasema anyi hamtaki kulipa hela za serikali, sijui nini, kaanza propaganda nyingi sana. Lakini katika kitu ambacho kimeua digital economy kwenye nchi yetu leo ni tozo. It has make us crippled, ni tozo. Kwa sababu mtu anafikiria, mimi nataka nimtumie Walter, au Walter anitumie mimi milioni 1. Anatuma milioni 1, anakata 9,000. Bado anatakiwa alipe na bando zake humo. Kwa ile 9,000 ingetosha hata yeye kutumia hata bando la wiki la 3,000. Alafu na wewe tena unatakiwa utume tena sehemu nyingine, alafu transaction inakuwa ni ile ile, bado inakata. Kwa hiyo utakuta kwenye 3 transaction kwa 9,900 tayari hapo kuna karibu 20,000 ngapi zimeshapotea. Na huyo ambaye wa mwisho anapokea anapaswa kutoa. Na yeye akitoa anakuambia umetuma na kutolea, maana wewe ule mtuma kule kama hujamweka naye pia anakata zile. Kwa hiyo unaweza ukaona mfumo huu sio rafiki. Tumeweka mfumo wa kukomoa watu kwenye fedha. Na sio hivyo tu, nchi yetu hatuna participatory debate kwenye mambo ya transaction na fedha. Hatujui kuwa. Yaani sisi serikali inatupangia kwamba nyie bwana kama wanafunzi, nyie bwana sasa hivi tunataka kodi, kama mtaki tumeamua. Sasa uwezo ukaenda na nchi ya namna hiyo. Mwisho wa siku sasa ndio maana unaweza kukuta kwamba benki leo hii, benki kuna wateja walionao wanawanyenyekea kwa sababu ni wachache. Sasa hapo wakili, tutarejea muda si mrefu baada ya mapumziko mafupi kuendelea na mjadala huu kuhusiana na utaratibu wa utunzaji wa fedha nchini. Tunaendelea na mjadala kuhusu utaratibu wa utunzaji wa fedha nchini. Tupo na wakili Emmanuel Ukashu pamoja na Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Tulipoishia ni uchumi wa kidigitali. Tunasema kwa nini huku kwenye makato kidogo yawe chini ama yapungue kutoka pale, ili kutengeneza kundi kubwa la watu ambao watachangia kwenye uchumi kwa kufanya manunuzi kwa njia ya simu, kwa sababu watumiaji wa simu wameongezeka sasa hivi. Kwa hiyo kwa kitu moja ya ndugu yangu Richard, bila nataka sana nichukue Kenya sababu Kenya ni best practice. Kenya ukienda hospitali unaumwa, anachokuambia yeye anakuambia sisi hatuchukui cash. Mimi niko Kenya pale naumwa, nikaenda pale hospitali pale Moi Kibaki, nafika pale wanakuambia kwamba sisi hatuchukui, ni foreigner, mtafute mtu, si ndio? Mpe hela kuingiza kwenye simu yake alipe. Si hatuchukui cash. Sasa kwa tafsiri hiyo, wakati tunaendelea Ukashu, samani, wakati tunaendelea, tafsiri hiyo itapunguza pia hata ile tabia ya watu kukaa na fedha nyingi nyumbani. Wataweka kwenye mifumo rasmi. Na ukicentralize mifumo, niuliza pale Kenya, kwa nini nyinyi mnataka sana tu tunalipa kwa simu? Wakasema kwanza inaturahisishia sisi mambo ya rushwa. Rushwa huwezi kumpa mtu rushwa. Rushwa ya simu hakuna mtu anataka rushwa inayosajiliwa, lakini ukimpa rushwa pembeni anachukua. Hata kiuhasibu inarahisisha. Inarahisisha. Maana yake inakwepa mifumo ambayo imeingia. Kwa hiyo anakuambia kabisa kwamba unalipa kwa simu, unanunua dawa kwa simu. Kwa hiyo imekuwa ni mfumo wa
nani wa nchi, lakini wao walianza taratibu, wametengeneza. Unajua Kenya kutoa, yani kutumia hela mimi na wewe hatukatani. Naweza nikawa na milioni 20 nikahamisha milioni 20 hiyo kununua gari bila makato. Kwa hiyo kinachofanya pale ni kwamba tu serikali inachokiangalia ni kwamba huyu mtu tuna monitor, hela imetoka hapa imeenda hivi, sio fedha chafu, fedha imetoka hapa imeenda hapa, sio fedha chafu basi. Lakini sasa kwetu sisi serikali nayo imewekwa na yeye, nayo yenyewe pale ina benefits kwamba unapofanya hizo transaction na serikali msituache, mnatupa kila transaction. Sasa ndipo mwenye hoja yangu. Yaani mimi ujue napata shida. Naona hili kama likiwa rafiki litapunguza changamoto ya kutunza fedha nyumbani. Kwamba naweza nikawa na shilingi milioni 100 kwenye simu na isiwe mjadala. Nikimtumia Walter, kama nimemtumia milioni 10 nilipaswa kukatwa labda 50,000, labda nitakatwa 10,000. Ama nisikatwe kabisa. Makato yaje kufanyika mwishoni wakati wa matumizi ile fedha. Nimemtumia Walter kamtumia Ukashu kamtumia Hilda kaenda kuitumia ile pesa. Wakati sasa anatumia ndipo hayo makato yafanyikie pale. Sasa kwa Kenya iko hivi. Mimi nikikupa wewe hela, nikitupa huko, yule anayeniuzia ile bidhaa ndo kashaweka kodi kule. Kwa hiyo just single taxed. Pale unapoenda kununua bidhaa, kama ni gari utaona VAT yako pale nakupa na receipt. Badala ya kuwa na double taxation. Lakini sasa hivi tuna double taxation nyingi na zaidi ya double taxation. Zaidi ya double taxation. Kwa sababu kwa siku mimi nikiwa na hamisha tu 200,000 kwa watu watatu, au natuma mchango wa harusi kwa watu watatu, utakuwa umetuma 600,000, lakini wewe mwenyewe umeshaifaisha serikali kwa 15,000. Mara 6 zote. Na mwisho atakayeenda kutoa na yeye pia atachangia. Anaenda kukata. Na tena achukue 200,000, atachukua 100,000 labda 90,000 na kitu. Sasa unaweza ukaona hizo misuse. Na sisi wa Tanzania tumekaa kimya tu. Tunaamini. Sasa mwisho wa siku ndio maana nilikwambia pale Richard, ukitengeneza sheria tusikane na hela nyumbani, waweke mfumo mwingine mbadala. Watakuja kwetu sisi mawakili kutuambia tunakwepaje sheria. Ngoma nyingi kwa nini hamuisaidii serikali pengine kushauri kuhusiana na hili kwamba kukiwa na njia rafiki za hivi, mfano hizo za mchakato wa malipo, utunzaji wa fedha kwa rafiki, kwamba hata kwa njia ya simu naweza nikaweka kwenye M-Pesa labda milioni 200 na nisiulizwe, kwa sababu inaonekana ni halali, imetoka hapa imeingia, na kusiwe na makato, kusiwe na lolote, kwamba huenda kutapelekea watu kuto kutunza fedha nyumbani, lakini pia pengine kutaongeza urafiki wa manunuzi, na ndipo pia mchango mkubwa wa kodi unatokea hapa. Unajua tatizo kubwa kwa mfano kwa hapa kwetu ni kuangalia urahisi wa kukusanya kodi, wa kukusanya fedha. Yaani hapo ndiko tatizo kubwa lilipo, kwamba sisi tunaangalia tu urahisi. Nikupe mfano mzuri. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia imeshuka, lakini bei ya mafuta hapa kwetu imepanda. Kwa hiyo unaweza kujiuliza kilichoipandisha bei ya mafuta hapa kwetu ni nini? Ukija kuangalia asilimia kubwa ni kodi pamoja na tozo. Kwa hiyo ukija kuangalia ni kwamba hata watu wengi wanakuwa na fedha majumbani kwa sababu gani? Kwa sababu ya kodi na tozo. Kama hizi kodi na tozo zingekuwa zimeondolewa kwenye hii mifumo ya kifedha, maana yake ni kwamba watu wengi wangetumia hiyo mifumo ya kifedha. Na ukiangalia kitakwimu, Afrika ya Mashariki, ukiangalia Watanzania ni watumiaji wakubwa sana wa simu ukilinganisha na nchi nyingine zote. Na tuna bando nafuu. Lakini wewe jiulize ni kwa nini Watanzania wengi sasa hivi kukutana na Mtanzania ameweka milioni 2 kwenye mfuko, milioni 3 ni jambo la kawaida. Kwa sababu yeye anafikiria kwamba nikitumia tu lipa namba kwa matumizi yangu ya siku jinsi yalivyo, nitakuwa nimekatwa hela nyingi sana. Kwa hiyo anajua kwamba nikienda kula nitalipa lipa namba, nitakatwa. Nikienda kuweka mafuta nitatumia lipa namba, watanikata. Nikienda huku, kwa hiyo maana yake ni kwamba ataona kama vile ninafanya biashara kichaa. Kwa hiyo inabidi anaamua kusema kwamba ngoja nichukue fedha niweke kwenye wallet yangu, niweke kwenye mfuko, nitatumia kwa hiyo siku. Lakini ingelikuwa kwamba hakuna hizo tozo na kodi nyingi kwenye hivyo vyanzo, kwenye hiyo mifumo ya transaction, maana yake ni kwamba Watanzania wengi wangetumia hiyo mifumo ya kidigitali. Lakini pia ukija kuangalia ni kwamba tusipende kukamua ng'ombe ambaye bado hatujampa majani ya kutosha. Kwa sababu kama tungetaka Watanzania wengi kutumia hii mifumo ya kidigitali, maana yake ni kwamba angalau ungelitaka kwanza Watanzania wote waingie kwenye utamaduni huo. Utamaduni huo wa kutumia hizo lipa namba na vitu vingine kama hivyo. Mimi nilikuwa kijijini hii kipindi cha sikukuu. Yaani inafika hatua kwamba ukisema kwamba unataka kufanya kwa lipa namba au kumtumia kwenye simu malipo kidogo,
anakataa kabisa. Anakwambia hiyo utaika na hiyo ya kutolea, yani au ukatoe ndo ulete. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika mazingira hayo ni kwa kiasi gani kwamba hata wengi walioenda sikukuu vijijini wameenda na cash. Hawajaenda na fedha kwenye simu. Kwenye simu zipo, lakini labda pengine kwa sababu anauhakika kwamba nitaenda mjini, nitatoa, nitarudi tena kijijini nikiwa na fedha mfukoni. Lakini kama tungekuwa tumeiwezesha vya kutosha Watanzania kuweza kuwa na utamaduni wa kutumia hii mifumo ya kidigitali, maana yake ni kwamba tungeweza kutoka kwenye huu mfumo wa kuwa na fedha mifukoni na kuingia kwenye mfumo wa kutumia fedha kidigitali. Na mfano hata kwenye hilo, mfano kwenye makusanyo pengine hata ya kodi na ile elimu ambayo inatolewa kutokukwepa kodi. Umempa nafasi mnunuzi kwenda na cash wakati ukimhamasisha apate risiti, na umewapa nafasi ya wao kuzungumza. Vile vile kunaweza kuwa na uadilifu wao kukubali bwana kudai risiti kwa sababu umeshawapa nafasi ya kuzungumza. Lakini huo mfumo ukiwa rafiki, pengine ambao utamlazimisha mnunuaji pia tumie njia za kielektroniki, ama umetengeneza mazingira rafiki yeye mwenyewe tu anaona ipo sababu mimi kutumia njia hii, pengine hata kununua kitu kidogo inaweza ikapelekea watu wakafikia hatua hiyo. Unajua Richard, bwana na shilingi kitu cha 500 bado pia kanunua kwa njia hiyo. Mimi sijafika Kenya, lakini inaelezwa Kenya inawezekana hata ukaenda kununua hata kinywaji fulani. Sio kinywaji, parachichi. Watu wanaopanga hapo, wanapanga parachichi pale, watu wanalipa kwa simu. Unakuta amekalipa namba yake hapo, anauza parachichi. Kwa hiyo ila utunzaji wa fedha, nyumbani linaweza likatengenezwa njia nyingine rafiki ya kumfanya tu mtu aone kuna sababu ya kuweka fedha kwenye njia rasmi. Richard, kuna kitu kimoja nikuongezea tu hapa kwa kakaangu Walter alichokisema. Kuna nadharia, unajua Tanzania sisi tunaongozwa na narrative. Kuna vitu vinazungumzwa kwa sababu pengine hatupati muda wa kuvitafiti, tunavichukua. Kuna kitu kinachozungumzwa sana, fedha chafu. Fedha chafu. Hamnaga fedha chafu duniani. Marekani wewe ukipeleka hela hawakuulizi umetoa wapi. Ila ukitaka kuitoa hela ndio wanakuuliza unapeleka wapi. Ila kinga nchini hawakuambii Marekani kwamba hii hela ni chafu au umetoa wapi. Ila ukitaka kuitoa nchini kwa kupeleka unakwambia inaenda wapi? Kwa ajili ya nini? Si kuna ugaidi, si kuna nini? Ndio Kenya hapa, hata juzi Ruto alikuwa anawaambia, Rais Ruto akasema nyie leteni biashara hapa. Leteni mambo hapa. Mimi nitawalinda. Si unaelewa? Yeye atawalinda. Maana ukitaka kutoa hela Kenya, anakuuliza unaipeleka kwa nini? Kwa ajili ya biashara gani? Ukipeleka kuuliza imetoka wapi? Na ninafuta tu. Lakini Tanzania wewe unaweza kuwa unafanya biashara. Sisi tunafanya kazi kama wakili, tunakuwa na wateja. Unamchukua mteja huko, yupo ugaibuni, unaongea naye. Akifika unataka kufanya net transactions au ili mwanze kufanya urafiki wa kufanya biashara hapa Tanzania. Vikwazo wanavyokumbana navyo. Mimi nishakuwa na mteja mmoja alikuwa anataka kufanya mambo ya umeme. Umeme hii kutumia natural gas umeme. Tusente tu hapo Chalinze. Ni Marekani. Kasumba tuliopewa. Unaenda kwa DC anakwambia ili jambo alitakuwa na satellite. Sasa unamuuliza satellite na mambo ya umeme yanatoka wapi? Ile project unaenda unaongea na watu wote. Usimtaje tu hiyo DC. Hatumtaji, lakini unaenda kuona akishasikia kuna Bitcoin. Sasa mtu anakuambia tunataka tu station, tutumie bwawa hilo, tutumie hizi natural nani, tuzalishe umeme, tuna center hapo Chalinze. Ndugu yangu, kuna hadi viongozi walikuwa hapo kesi mzetu tena wanatukimbia. Sasa unaweza ukaona, lakini yule mtu alikuwa analeta project nchini. Sasa unaona njia gani bora inaweza kufanyika hapa tulipo? Kwanza njia moja ni kwamba viongozi wasiwe wafidhina, wasiwe conservative. Twende na dunia inavyotaka. Twende na dunia inavyotaka. Maana mfano hapo umegusia fedha hizi za kidigitali ambazo bado nadhani tuko katika mfumo wa kuelewa na kubali kama taifa. Well, ndio maana nasema kwamba viongozi wawe na positive mind kwamba hivi vitu sasa hivi dunia imeshaenda mbali. Hizi era za kidigitali tunataka tutengeneze mazingira rafiki. Yaani kama tunatakiwa tuhamasishe watu kutengeneza sheria rafiki kwenye hizo transaction. Ukitengeneza tunaambiana jamani, wewe usiweke hela nyumbani, kaweke hapa, mbona tufanye transaction hivi. Ni kama sasa hivi ukisikia benki na riba nafuu kidogo watu wanakimbilia. Kwa hiyo kikubwa kinachotakiwa ni kwamba tufanye mapinduzi mapya ya hizi sheria zote. Tuangalie wananchi wanataka nini, wananchi wananufaika nini, sekta binafsi inanufaika nini, wafanyabiashara wananufaika nini, na serikali mtanufaika nini. Serikali ikipata hata 1% kwa watu wote wakifanya transaction bado ni kubwa, haidaiji kupata 10%. Na kwa kuongeza hapo,
watu wengi wanapokuwa wanaweka fedha kwa mfano kwenye taasisi rasmi, maanake utapunguza lile wimbi kubwa la watu kukwepa kodi, kwa sababu tayari utakuwa una historia ya huyu mtu na transactions zake, kila kitu utakuwa unakielewa pale. Lakini ikiwa kwamba watu wengi watakuwa wanaweka fedha zao majumbani, ni ngumu sana kuweza kupata huyu mtu akulipe kodi ambayo anapaswa kulipa kama mfanyabiashara. Nikupe mfano mzuri, tuliona hivi majuzi yule Mchina amekamatwa na fedha kiasi gani? B3 sio B. Yes. Sasa hebu fikiria kiasi kile cha fedha. Tena yuko nacho kwenye mifuko tu sandarusi tu yuko nazo. Unaona? Fikiria kile kiasi cha fedha kingelikuwa kiko benki sasa hivi. Watanzania ngapi wanakopa? Watanzania ngapi wangekopa? Lakini vile vile isingekuwa rahisi kwa yeye kuweza kuzitoa hizo pesa kwa haraka na kuzipeleka labda Uchina. Isingekuwa rahisi yeye kuzitoa zile fedha kuzipeleka labda Kenya au popote pale. Lakini inapotokea kwamba mifumo haijawa rafiki, maana yake ni kwamba mtu anaona kwamba ni afadhali nicheze patapotea, kitakachotokea na kitokee, lakini niwe na uhakika kwamba fedha yangu ninaiona hapa. Na hao China wanakuwa na hizo hela nyumbani, ni wateja wetu wanaenda kucheza kamari. Yaani China anaondoka na milioni 50 na kucheza kamari mpaka asubuhi. Sasa kwenye mitandao yetu ya kijamii hapo maoni mbalimbali kwenye Instagram ya Azam TV TZ pamoja na Facebook, tupitie maoni kutoka kwa wadau mbalimbali wanazungumza nini. Kwenye Facebook ya Azam TV TZ, huyu anaitwa Richard John amesema kutunza fedha nyumbani hakuna kiwango maalum, ila isizidi viwango vya serikali vilivyowekwa. Ndio maoni yake hayo. Lakini Zefania Malindi anasema akiba nyumbani isizidi milioni 1, ndicho ambacho anakifahamu yeye. Maoni kwenye Instagram sasa ya Azam TV TZ, huyu anaitwa Real Muki anasema 15% ya kipato chako usitunze nyumbani. Ndio mtazamo wake na maoni na uelewa juu ya jambo hili. Anaitwa Giant_MC, sijui ni shilingi ngapi, ila hakikisha ndani ukosi emergency. Chorea neno hiyo emergency. Yaani hiyo emergency hiyo ndio ambayo inafanya watu wengi wanakuwa na mafedha nyumbani. Alafu na emergency inatofautiana. Emergency yangu mimi inaweza ikawa milioni 1. Ile imesha fanya biashara milioni 200. Kwa hiyo inategemea. Wewe emergency yako ni 20,000. Lakini emergency ya mfanyabiashara ni milioni 300, 400. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba hii hoja ya kwamba ukae na kiasi cha fedha nyumbani kiasi gani haina shaka. Haina shaka kwa sababu lakini tumejadili pia suluhu yake kwamba hizi njia za kidigitali kwa nini sio rafiki. Hizi njia za kidigitali nimesema ukitaka kufanya mapinduzi ya njia za kidigitali lazima tufanye mazungumzo kama taifa. Tunataka uchumi wetu uendeje. Hatujui kushirikishwa hilo. Sisi tuliona kanuni na kama tunaanza kutumika. Kwa hiyo watu walinyima haki yao ya kutoa maoni. Sasa watu wanaona kwamba tusigomana na serikali, tutafute sehemu ya kukaa na aueni, ndio wanakaa na hela nyumbani. Na hii ya kukaa na hela nyumbani, ndio maana nikakwambia tena Richard, ukisema kwamba tunataka tutunge sheria ya kwamba mtu asikae na nyumbani na hela zaidi ya milioni 1, nikwambie ukweli, nyaraka zitachongwa hapa. Mtu anakaa na bilioni 2 nyumbani, atakwambia si nimecomply. Tena ukija anakuambia kabisa, si hizi dokumenti zangu. Kwa hiyo tutatengeneza tatizo nyingine tena na anakushinda. Hata ukisema kwamba kwa mfano watu wengi wanasema kwa mfano ukibadilisha fedha inakuwa ni suluhu. Wala hivi suluhu. Yaani kwa sababu kubadilisha hela ni kitu, yani kitu ambacho anaweza kukifanya tu. Yaani akienda kwenye petrol station ana uwezo wa kupeleka milioni 50 ili akampa zile ambazo zimeingia kwenye soko, akawapa zile akapeleka benki. Kwa sababu mtu anaweza akachukua kwamba na truck au anaweza akaja kwa Walter hapa. Anafanya biashara ya truck, let's say. Mimi na milioni 100 hapa. Naambia unaweka mafuta wapi? Sehemu fulani. Mimi nakuwa nakupa hizo hela. Wewe leta za kwako ambazo unataka kwenda kuwalipa wale. Leta hivi. Za kwangu narudisha nyumbani kwangu, hizi za zamani wewe kawapelekee. Yes, wapelekee. Just do that in black market. Unajua Tanzania tunaongoza sana kwa black market. Yes. Na ndio maana sasa hivi kuna bureau de change nyingi hazijarejistiwa. Wewe pita hapo Kariakoo, sema una hela labda ya Ethiopia wapi ambapo upate huko kokote, pale utapata. Wanakwambia njoo. Anaingia hapa na kuchenjia. Kuna black market. Sasa black market inafanyika hata kwenye level, black market hapo kwenye benki inafanyika hapo, kwenye black market inafanyika hapo. Maana sasa ni udhaifu wa usimamizi. Maana ni udhaifu sasa kwenye usimamizi. Unajua kushindana na binadamu ni kazi kubwa sana, sio nyepesi. Yaani unachokifikiria wewe atakuja afikirie mara 2 yake.
Yaani wewe ulivyofikiria kuchukua fedha kwa baba yako, sifikirie kwamba watoto wako watakuja kushindwa kuchukua fedha kwa sababu eti unafahamu ile njia. Unaweza kuwatengenezea mazingira ambayo wasije kufanya vile. Kwangu ambie, zamani ilikuwa kwamba mimi nikiwa na mke wangu au na mtoto wangu nikimpa ardhi Mbezi Beach na kuwa ni gift deed. TRS ilipi kodi. Hiyo sasa hivi tayari wameshaondoa hilo. Hiyo kwa sababu gani? Watu wote walikuwa wanafoji nyaraka. Wanafanya nini? Kwa mtu anakwepa kodi ya kulipa capital gain, anaingia kwa gift deed. Watu wameenda paka kuchonga vitu vya ndoa fake. Waende kufanya transaction. Kwa unaweza ukaona binadamu unavyodili naye. Yes. Yuko ahead of time. Kila wakati unapoenda kumbana, yeye anasogea mbele zaidi. Na dunia sasa hivi na wasomi wengi. Una vijana wengi hujawapa kazi. Kama hapa Walter anajua kuna vijana wengi ambao wamezalishwa hapo University of Dar es Salaam, wamezalishwa vyuo vya uchumi. Yule akienda kupata tu mtu ambaye anambeba mimi nakupa milioni 1, hebu niambie hapa nakwepaje? Anaambia hapo unafanya hivi, unafanya hivi. Anatembea na ile nani idea, anaimplement, anafanikiwa, anakuajiri. Bwana, kwa sekunde kadhaa tunatokaje kwenye hili na kutengeneza uelewa wa pamoja? Pengine uelewa huu wa pamoja unaweza ukawa suluhu. Kwanza serikali ilete maono mapya ya kuangalia jinsi ya kukuza uchumi na kurasimisha hizi njia ambazo halali. Tuongee kama taifa, tutoe maoni yetu na wakubali kwamba kuna vitu itabidi tupate, kuna vitu itabidi wakose. Pili, tupunguze kodi kubwa kwenye digital, kwenye hizi nani za digital. Ili kusudi kwamba watu waweze kwenda huko, waone kuna uweni. La tatu, sheria hizi ambazo zina sio rafiki zifanyiwe overhaul, zibadilishwe, zifanywe amendment. Tutengeneze sheria ambazo zinaendana na biashara. Lakini vile vile serikali lazima ijue kwa kutokuwa na hizi sheria ambazo sio rafiki, hata wafanyabiashara ambao wanataka kuja kufanya biashara nchini wanatafuta namna ya kukimbia hizo tozo, hizo kodi, kukaa na hela nyumbani na pengine kuto kufanya biashara halali. Walter, mimi nilie na benki kuu. Benki kuu ambayo ndiyo yenye mamlaka makubwa ya kusimamia masuala ya kifedha hapa nchini. Waweze kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza kurahisisha ili Watanzania wengi waweze kuingia kwenye hii mifumo ya kidigitali. Tunahitaji kuondoka kwenye huu mfumo wa kutumia fedha kutoka mifukoni, tutumie fedha kupitia mifumo ya kidigitali. Tunawezaje kufika hapo? Basi case study yetu kwa Benki Kuu ya Tanzania, wanaweza wakaangalia Wakenya wao wamewezaje kufika hapo walikofika, ili na sisi Watanzania tuweze kuanzia hapo na kusonga mbele zaidi. Bana, tunawashukuru sana. Bila shaka mjadala umekuwa mzuri. Asante sana. Tunakamilisha hivyo. Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi, tumekuwa naye hapa, lakini Emmanuel Ukashu ni wakili. Tumezungumza naye hapa kuhusiana na utaratibu wa utunzaji wa fedha nchini. Mjadala umekuwa mzuri na yapo maoni mengi ambayo yamezungumzwa kwenye mjadala huo.